Habari wa Tanzania. Kama mnakumbuka makala yangu ya kwanza, nilisema kwamba Samia Suluhu Hassan hana akili zinazoweza kuiletea Tanzania maendeleo. Kwamba Samia Suluhu Hassan hana akili zinazoweza kuchochea maendeleo ya Tanzania. Baadhi ya Watanzania hawakunielewa. Leo naomba nitoe ufafanuzi. Mfano wa kwanza. Kama mnakumbuka wakati Musa anatoka na wana wa Israeli Misri anawapeleka Kanaani. Wana wa Israeli walikuwa wengi kama mchanga wa bahari. Musa akamwambia, mmekuwa wengi kama mchanga wa bahari, hivyo mimi siwezi kuwachukua nikiwa peke yangu. Basi sasa jitwalieni watu wenye akili na fahamu kwa kadiri ya kabila zenu, nami nitawafanya kuwa vichwa katikati yenu. Kwa hiyo Musa anawaambia wana wa Israeli, miongoni mwenu tafuteni watu wenye akili nyingi, hao ndio tuwape kazi ya kuongoza. Mfano wa pili, kama mnakumbuka wakati wa utawala wa Farao nchini Misri, Farao anamwambia Yusufu kwamba kwa kuwa Mungu amekufunulia yote haya, basi hakuna mtu mwingine yeyote mwenye akili na hekima kama wewe, na kwa sababu hizo wewe Yusufu utakuwa mkuu katika jumba langu la kifalme na watu wote watakutii wewe. Kwa hiyo unaona hapa akili inatumika sehemu ya pili hapa. Mfano wa tatu, kama mnakumbuka wakati Mungu anamtokea mfalme Suleiman, anamwambia omba lolote nitakupa. Mfalme Suleiman anamwambia Mungu, Mungu, naomba unipe hekima na maarifa, nipate kujua namna ya kutoka na kuingia mbele ya watu hawa wengi ulionipa. Katika hii mifano mitatu niliyozungumza, kuna sifa kuu 4 zimetajwa hapa za mtu kuwa kiongozi wa nchi. Hapa ndugu zangu, tunazungumzia uongozi wa nchi, hatuzungumzii mwenyekiti wa mtaa, hatuzungumzi diwani hapa. Sifa 4 zimetajwa. Ili uwe mkuu wa nchi, kwanza inabidi uwe na akili nyingi. Pili, hekima. 3, kiwango kikubwa cha maarifa. 4, ufahamu. Sasa unamwona Samia Suluhu Hassan kwenye kundi la Watanzania wenye akili nyingi, high intelligent, Samia Suluhu Hassan hayupo. Kwenye kundi la Watanzania wenye akili za kawaida, tunasema medium brain, Samia Suluhu Hassan hayupo. Kwenye kundi la Watanzania wenye akili ndogo, lower brain, Samia Suluhu Hassan hayupo. Yani Samia Suluhu Hassan yupo tunasema below the marginal line. Kwenye kundi la Watanzania wenye akili ndogo sana, ndio Samia Suluhu Hassan unamkuta. Sasa kwa nini mimi nasema hayo? Nisikilize. Nimesema zaidi ya mara moja kwamba Samia Suluhu Hassan amefeli darasa la 7. Samia Suluhu Hassan amefeli kidato cha 4. Yani Samia ameshindwa kupata division 3. Sasa huyo unamweka kwenye kundi gani? Haya, ili uwe kiongozi wa nchi, uwe rais wa nchi, inabidi uwe na hekima. Ndugu wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan hana hekima hata robo. Nitawapa mfano. Unaona hizo sehemu zako za siri? Sehemu za siri tunasema ni private commodity, ni mali ya mtu binafsi. Lakini uongozi ni public commodity, uongozi ni mali ya umma. Kwa hiyo kama watu wanakutaka wanakuchagua, na kama watu hawakutaki hawakuchagui. Kiongozi mwenye hekima, kama Rais Samia angekuwa na hekima, Watanzania wengi wasingepoteza maisha, wasingepigwa risasi na kuuawa kwa kiwango kile. Kiongozi mwenye hekima hawezi kutumia mtutu wa bunduki kuyasaka madaraka. Kiongozi mwenye hekima hawezi kufoji matokeo ya uchaguzi ili awe rais. Haiwezekani kabisa. Ndugu wa Tanzania, katika zile sifa 4 zilizotajwa, achana na hizo sifa 4. Ili uwe mkuu wa nchi, ili uwe rais wa nchi, kuna sifa 6 tunasema inabidi uwe na high political tolerance. Ustahimilivu wa kisiasa, uwe mtu unayekosoleka. Kwa sababu mkuu wa nchi, ndugu zangu, anamiliki vyombo vya dola. Kwa hiyo kama hana uvumilivu wa kisiasa, anaweza kutumia vyombo vya dola vibaya kaua watu. Samia Suluhu Hassan hana uvumilivu wa kisiasa hata kidogo. Sasa hivi ukimkosoa Samia Suluhu Hassan unapewa kesi ya uhaini. Ukimkosoa Samia Suluhu Hassan unawindwa na yani unawindwa ili uawe kama kuku. Sasa unajiuliza Samia Suluhu Hassan anawezaje kuwa mkuu wa nchi? Anawezaje kuwa mkuu wa nchi? Ndugu wa Tanzania, kuna sifa nyingi za mtu kuwa mkuu wa nchi. Awe na tunasema high convincing power. Samia Suluhu Hassan pia nguvu ya ushawishi hana. Sasa ndugu wa Tanzania, wapo watu wengi unaweza kuwatoa mifano, watu wenye akili nyingi. Niwape mfano mmoja. Unamwona rais wa China, Xi Jinping. Xi Jinping amewahi kuandika vitabu zaidi ya 8. Tunasema best seller, vitabu vilivyouza sana duniani. Xi Jinping ameandika kitabu kinaitwa The Belt and Road Initiative. Kwenye kitabu kile anaeleza namna anavyoweza kufungua mipaka ya China ili kuiwezesha China kukua kiuchumi. Hivi tunapozungumza Mtanzania, nenda pale Kariakoo, nenda hapo Karume, wa China wamejaa.
Nenda Uganda. Uganda kuna Wachina wengi kuliko hapa Tanzania. Nenda Malawi hapo. Nenda hapo Zambia. Wachina wamejaa. Wachina wanatafuta fursa za kibiashara. Yaani akili ya mtu mmoja, akili ya Xi Jinping imewawezesha Wachina kujaa Afrika yote hii. Xi Jinping ameingia madarakani mwaka 2012. Ameikuta China ina utajiri wa dola za Kimarekani trilioni 8. Hivi tunavyozungumza sasa hivi mwaka 2025, China ina utajiri wa zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 19. Yaani China tunapozungumzia nchi zenye uchumi mkubwa duniani, China ipo. Sasa mimi nitoe ushauri au niweze kuhitimisha. Samia Suluhu Hassan ni mama yetu, sisi hatukuchukii. Na wala hatuna ugomvi na wewe. Lakini tafadhali tunaomba utuachie nchi yetu. Tunaomba utuachie nchi yetu kwa sababu najaribu kutazama sifa zote za viongozi bora, huna sifa hata moja. Tafadhali tunaomba utuachie nchi yetu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.